So ilitambala mshikaji wangu linaanza, tunatupwa Atlanta huko Marekani bana, tunakutana na wanandoa wawili ambao wanapendana kichizi mwanangu. Huyu Mnyamwezi wanamuita Shwayne Daniels, lakini amemuoa bidada kumuita Maya na kapo kama unavyoona imeshehena wanapendana kichizi. Lakini leo kazini kwa Maya anakuta sad news kwamba director wake ana sign out, lakini hapo anapewa good news kwamba mtu ambaye atakayereplace ile nafasi ya director atakuwa Maya bana. Yuko Maya kapandishwa cheo kazini, what a good news. And mshikaji anaingia mahoma, amepigiwa simu, anapewa bad news kwamba bibi mkubwa wake bana kapima na amekutana cancer, and cancer ipo kwenye bad stage. Unaambiwa ndugu yangu na ili kumtibiwa inahitajika mawe mengi kichizi ili bibi mkubwa wake akae sawa. Kama tunavyoelewa cost ya kutibu cancer bana kwa mshikaji inabidi atafute suluhisho ili akamtibie mama yake. Mshikaji anapoa kichizi, yani anaamua kwenda kumuelezea Maya bana. Kama tunavyojua kila mtu kuna sehemu yake ya kwenda kutulia bana. Akili kichoka, akili kiwe imebam, kuna sehemu kila mtu anaenda anatulia bana. Kwa ameenda amemuelezea Maya, and what's up, Maya anaamua kumbembeleza na mshikaji it's true anatulia bana, and calm down. Basi kama kaa bana, inafika mishale yake kama kawaida, anaibuka zake jobu bana. Kufika jobu bana, yeye mshikaji anafanya kazi ya game, anafanya kazi ya kuupdate magame na vitu kama hivyo, ana develop magame. Anafika kwenye kampuni yake anafanya kazi, leo anakuta pia kuna sad news kwamba kampuni inabidi release mtu mmoja na wameamua kuachana naye bana. Kwa mshikaji inabidi sign out, and now atakuwa jobless man. Inakata kichizi. Sasa leo kazini kwa Maya kuna party inafanyika kigala fulani. Kwa Maya akaona so issue kama akimwalika mumeo Shwayne Daniels na aweze kuhudhuria kwenye hiyo party, na Shwayne anaamua kuhudhuria kweli kama ombi la Maya lilikuwa nasema. Leo kwenye party hapa tunamuona mwamba mmoja anaitwa Brendan Lords. Huyu mwamba ni investor wa kampuni yani Dona, na ameinvest mpunga mrefu sana kwenye kampuni, yani mwamba kwake hela so issue. Kwa Maya anaamua kute good time, anasalimiana naye kwa sababu kwake huyu jamani kama boss wake. Wakati wakiwa wanasalimiana bana, Shwayne anaamua kutimba pale. Unajua abilia inabidi uchunge mzigo wako Shwayne anatimba pale na kumuelezea jamaa kwamba huyu hapa ni mali yangu, yani mke wangu, unaelewa mshikaji anaamua kusmile, then anaamua kuwapa good time ili waweze kucelebrate kwa sababu wao ni wapenzi, and good enough ni kwamba hii party na wao wao bana, umeelewa basi wakiwa wako na celebrate, anakuja bodyguard wake Brendan Lords na kuambia kwamba mshikaji anataka aongee na yeye, amewinvite mwende kwake muongee naye, ni maongezi ni private, ndio maana amewinvite kwake. Wanasema so swala wala nini, wanaamua kuibuka kwa mshikaji. Wanapofika kwa mshikaji, mshikaji anawapatia deal bana. Anawaambiaje kwamba atawapa bilioni 5 za Kimarekani endapo watakubaliana kwamba Maya bana akaspendi naye weekend moja tu. Anatawapatia bilioni 5 za Kimarekani bana, na hapa donke nono ili washikaji waweze kuibuka na mkwanja bana. Wewe ungefanyaje? Ungeuchukua au ungeuacha? But for the first time washikaji wanaamua kupiga chini kwa sababu walikuwa wanapendana bana, umeona. But walipofika home kama kulijadili ile swala bana and then mshikaji akawa kama anataka aichukue hiyo hela kwa sababu ukizingatia mshikaji ana kazi bana lakini Maya akakata bana, issue sio ya kufanya hivyo bana. Lakini mshikaji bana Brendan Lords bana hakukoma kuja kampuni kwao, na unaambiwa bana akaamua kuweka mzigo mkwanja mrefu bana. Kumbe mshikaji bana kashampenda kweli Maya, kwa kaamua kuongeza mzigo, yani kaamua kuinvest more and more bana. Hivi kweli hapa mshikaji wetu Brendan Lords atatoboa? Sisi hatujui, na Shwayne itakuwaje bana, hatujui. Tuendelee kutazama mzigo huu hapa leo usiku bana. Wakati Shwayne kapoa zake night, anapokea simu ya ghafla kwamba mama yake kule kazidiwa sana. Kwa mshikaji anaibuka chapu kwenye kitanda na kurupuka, anajikoa kichapu, naenda na kumcheki bibi mkubwa wake bana. Kama tunavyojua bibi mkubwa wake anaugua kansa. Alivorudi home anakuja na very sad news, anamwambia Shwayne kwamba mama kule amezidiwa na yupo kwenye hali mbaya na inabidi tumtibie chapu, na ndio hivyo hawana hela. Lakini wakikumbuka yule mwamba tayari alikashawekea mchongo mezani kwamba Maya akienda kuspendi naye only one weekend wanavuna dola milioni 5 za Kimarekani. Watafanyeje? Wakaamua kukubaliana na hiyo issue, wanaamua kumuita secretary wa Brendan Lords, ndio wanaamua kumwaga weno bana, wanasaini karatasi. Lakini kwa sharti moja tu, issue hawataki kumwambia mtu yoyote, yani issue inatakiwa ibaki kuwa siri baina yao wawili bana. Kwa mshikaji kama gawino anamwachia mke wake, anaenda kuspendi weekend na mwanamume mwingine. So sad mwanangu, ina pen kichizi kama tunavyoona. Bidada anaamua kujikoki Maya ili aende ka spend time kwa huyo bwana ili waweze kuvuna hizo milioni 5, then wakamtibie bi mkubwa bana. So sad mwanangu, ina pen kichizi. Mwana kamruhusu mke wake aende kuspendi one weekend
na mwanaume mwingine. Maya bana anadondoka kwa mshikaji, and that's how wana have fun, wana spend hiyo weekend pamoja bana. So sad mwanangu, inapeni kuchizi huko mwenetu. Huwezi ukalala mwanangu, usingizi utoto wapi mchizi wangu, usingizi utoto wapi bana. Hapati usingizi kabisa, yani hapati usingizi. Mchizi muda wote anaangalia tu simu, yani anawaza hii weekend itaisha lini, anaona masaa kama haendi mbele bana. Ungefanyeje mwanangu wewe, ungefanyeje bana? Good news ni kwamba ile weekend ikakata bana, ni haya akageuza home bana, umeona akageuza home, lakini mshikaji ndio hivyo bado anawi. Mshikaji bana anaamua kumfuatilia Brendan Lodge bana, na waya baada ya kuona nini ndio zao hazielewi bana. Wakati anawafuatilia bana, anakuja kugundua kumbe ile weekend moja bana haikuwatosha washikaji, bado wanawasiliana. And bad enough anakuja kukuta pure gold, mkufu wenye pure gold kwenye nguo za Maya, ambapo Maya hawezi kuafford, na jibu la moja kwa moja ni kwamba mkufu atakuwa kanunuliwa na Brendan Lodge. So anaamua kumwashia moto Maya kichizi bana. Ndoa imeingia dosari rafiki yangu. Watu walikuwa kipendana kichizi, lakini ndoa, pesa imeleta dosari kwenye ndoa bana. Mshikaji bana anaamua kwenda kumwelezea rafiki yake bana. Kama unavyoelewa bana, mshikaji anaenda kwa rafiki yake akiwa amekunywa pombe bana, akiwa amelewa bana. Kama unavyoelewa bana, walevi bana friji lao wagaliganishi kabisa mwanangu, kwa anamuelezea kila kitu mshikaji wake. Nakumbuka kwenye ule mkataba kuna sehemu alisaini kwamba haitakiwi wazungumze hiki kitu kwa mtu yoyote, yani hii issue inabidi baki kuwa private baina yao. Lakini hapa mwamba Shwine Daniels anavunja mkataba, anaenda kumwelezea mshikaji wake. What is this mwanangu? Shwine nafanya nini rafiki yangu? Anaenda kumwelezea mwanae. Hatujui mwanae kama ataweza kuitunza hii siri bana. Lakini bana tunamuona wakati Shwine bana akiwa amepoa nyumbani bana, nakuta trending bana. Kumbe mwanae bana alikuwa na page yake ya udako bana, naenda anakaamua kwenda kuzifudisha hizi siri bana. Kwa Shwine chapu anaibuka ili kwenda kusolve issue, kumbe kashachelewa bana. Badri ni kwamba Maya naye kashaona, ila Maya hakujua kama aliyezingua ni Shwine bana. Anaamua kwenda kumwashia moto Brendan Lodge, akiamini yeye ndo kazingua hii issue bana. Brendan Lodge anamwelekeza so yeye. Wakati wakiwa pale bana wanazinguana bana, Shwine naye anatimba. Wakati huo bana Shwine anakuja na moto kichizi, anataka kumfa mshikaji. Bodyguard anaingilia kati bana, analisofu ule farangati. Mshikaji anamwambia mimi sina makosa bana, mkataba ulijielezea vizuri bana, utakiwi kusema kwa mtu yote, lakini wewe umezingua, issue ishakuwa public sasa. Kwa hiyo kwa maana hiyo ushazingua, mkataba wetu ndio ushaharibu hivyo. Kwa maana anaamua kuchukua hela zake, na bidada wakati huo kashaharibu kazi yake, kashaharibu utu wake and something like that. Anaamua kuachana na mwamba naye. Kwa mwamba kakosa kila kitu bana. Sadri mwamba kakosa kila kitu, ndoa imeharibika kwa sababu ya pesa bana. Umeonaje mzigo bana? Mzigo unaitwa Another Man's Wife.